Dada Waridi. Mjomba, kwanza shikamoo. Saki shikamoo yako. Dada Waridi kaenda wapi? Mama hayupo. Katoka. Ina maana kaondoka eti? Mama yako na wewe tabia zenu mbaya sana. Wewe kwa akili yako ilivyokuwa mbaya, wewe ndio umesababisha mpaka mwanangu kaharibika. Dada yangu mimi amekushindwa wewe, umekuwa na tabia mbaya. Hata kuolewa uolewi. Alafu wewe ndio uniharibia na mwanangu. Sihitaji kabisa. Huyo hali hana chochote. Na wala hana thamani ya aina yoyote. Hawezi kumsaidia chochote mwanangu. Naomba iwe mwanzo na mwisho kukanyaga kwangu. Na wala sihitaji kabisa ushauri wa aina yoyote. Mjomba, haya mimi niliyajua tu. Nilijua yatatokea. Umesema unamuuliza nani? Nadia. Okay. Bila shaka wewe ni miongoni mwa wana kikundi mwenzie, si ndio? Ndio kabisa, hata hujakosea shemeji yangu. Wow. Labda tu nikuulize kitu kimoja. Tangu lini mwanamke ambaye ameolewa tena kwa ndoa anakuwa na urafiki na wanawake ambao hawajaolewa? Sasa una maana gani shemeji yangu? Wow. Unataka kujua maana yangu? Ndio. Mimi nilimwambia mama asijihusishe na masuala, unaona sasa. Ndio hiki alichokuwa nakitaka. Tunauma sana wakati nahangaika kumsomesha mimi mwanangu. Natoa gharama mimi peke yangu. Hakuna kunisaidia hata mmoja. Leo kakua. Esi na nyinyi mnaonekana kuwa watu wakubwa ambao mnataka kumfundisha tabia mbaya. Sihitaji kabisa katika familia yangu kuniharibia. Msaada ungepatikanaje? Wewe mwenyewe ndio hutaki. Mwenyewe nyumbani kwako hapa kanyagike. Wewe ndio kwa hutaki msaada. Kuna mtu alikataa kulelewa mwanao. Si wewe ndio ulikuwa hutaki mwanao aguswe. Mimi ugomvi wenu maneno nishachoka. Pia na wewe mjomba unakosea. Mimi kutokuolewa kwangu na masuala ya mtoto wako na huyo dada yako mimi anaingiaje hapo? Sifa ya mwanamke aliyeolewa tena kwa ndoa, asubuhi akiamka lazima ajue mume wake kaoga, amekunywa chai, amefanya vitu vyote vya asubuhi, kafanya usafi wa nyumba yake. Lakini wewe kwa sababu kwanza haujaolewa, hujui thamani ya mume, ndio maana asubuhi tu watu ndio tumeamka, upo kwenye nyumba yangu na miguu yako hiyo. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Nakutuma tena, nenda kawaambie vizuri kabisa hao magumegumu wenzio hao ambao wamekutuma wewe uje hapa. Kawaambie hivi, Zumbe kasema kuanzia sasa ni marufuku kukanyaga kwake. Ndio maana nimekuja hapa kumkuta dada yangu hapa. Bahati mbaya sijamkuta, nimekuta wewe. Ndio maana nakuambia umfikishie hizi taarifa. Ni kwamba mjomba amesema kama undugu ufe. Kwa tulikata damu namna hiki, mtu akaweka damu yake. Si usiki na mwanao, si uongee na wewe mwanao na dada yako, mimi sitaki. Na hata dada yako nilimwambia ili swala silivalia njuga ndio kichi kimetokea. Nilimwambia kabisa achane na huyo Sara. Haya, leo unakuja kupaniki hapa. Mimi najua amekuja lini. Nilijua amekuja saa ngapi huko. Na mama naye aisema mama aliumbwaje? Nilimwambia asije, lakini aona sasa kumbe alikuja. Mbona nifanyia hivyo? Unataka sasa nikuvunjie heshima na mbona nakuheshimu sana? Nadia ni mke wangu mimi wa ndoa. Hata vitabu vya dini vimeandika kwamba ndoa iheshimiwe na watu wote. Sasa nyinyi wanawake ambao mmekosa haya, nyinyi wanawake ambao mmekosa wanaume ambao wanaume ni wengi kuliko wanawake, mmekosa mwanaume hata mmoja wa kuishi naye, mmekosa. Leo hii nataka kuja kuniharibia familia yangu, si ndio? Lakini shemeji, sio kwa ubaya. Wewe, kabla sijageuza wewe masikio yakabaki na matundu kama purutebo, toka. Hivi mjomba, kwa nini unanivunjia heshima mimi? Mimi ni nani kwako? Mjomba ni sawasawa na mama. Kwa nini unanivunjia heshima? Takulasa makofi sasa hivi. Eshia. Nakwambia hivi, mwambie Waridi kwamba msikanyage kwangu mimi. Hata kama nimekufa, watazikwa na watu baki. Ila sihitaji kuja kunizika nyinyi ndugu zangu. Ni mwanzo na mwisho kukanyaga kwangu, sihitaji tena. Mnamlazimisha mtu ambaye mimi simtaki. Sasa mjomba, mimi mama huyo. Upumbavu, ujinga na yale maneno ya kifedhuli mliokuwa mnayazungumza tena kwenye varanda yangu, nilisikia kila kitu. Sasa kabla sijaonyesha upande wangu wa pili, wewe dada, nakuheshimu. Mbavu sana wewe. Tena salamu wapelekea na wajinga wenzio. Kahaba wewe. Yaani umekosa kazi asubuhi kwenye nyumba yangu.
Na wewe uko ndani umesikia nilichomfanya mwenzio. Sasa nikusikie. Ali. Hivi toka umeachana na Sara, ni kipi unachowaza kwa sasa? Na vipi kuhusu mpenzi wako Matrida? Hali ikoje pia kwa sasa? Shafi, toka nimeachana na Sara, ukweli nimekuwa nikipitia kipindi kigumu sana. Na kuhusu Matrida, nina muda mrefu sijaonana naye na moyo wangu unakuwa mzito sana kumtafuta. Najutia maamuzi yangu juu ya Sara. Sasa kama ni hivyo, kwa nini usiende kumwomba msamaha Sara? Maana Sara ni mwanamke anayekupenda sana, na sidhani kwa kosa lako moja kama linaweza likavunja upendo wake kwako. Sidhani. Ni sawa na kwenda kutikisa mbuyu kwa matarajio ya kudondosha matawi yake. Hivi unadhani tatizo unaweza ukalikimbia? Dawa tatizo ni kulikabili kaka. Oya, ngoja mimi nizao kijiweni nikiendelea kuzitafuta za usiku. Nimekusikiliza vizuri Mr. Zumbe, lakini katika maisha ya ndoa unajua pale mnakutana watu wawili tofauti. Aidha inawezekana tatizo hasa likawa kwa wifi, inawezekana tatizo hata pia na kwako, kwa sababu wote ni binadamu pale, kila mtu anakuwa ana mazingira tofauti. Kwa hiyo hasa kilichofanya mpaka wifi akabadilika kikubwa ni kipi hasa mpaka imefikia hatua hii? Sister Angela, mimi nimekuwa muwazi sana kwako, na hakuna kitu ambacho nakificha kwenye familia yangu. Hakipo. Ukweli ni kwamba siku moja nilikuwa natoka kazini, niko taratibu natembea, nikakutana na kijana mmoja ambaye yuko rafu hivi. Akaniazima simu wasiliani. Mama, mimi kukaa hapa nyumbani nakosea. Mimi kukaa hapa kwako ni kwa sababu nakupenda mamangu. Nakaa hapa ili nikusaidie. Mimi ndo mwanao wa kike peke yake. Nikienda kukaa mbali, unapopata matatizo kwa naye kusaidia wa kwanza ni nani? Lakini mimi kukaa hapa nakuwa ni tusi na udhalili kwa watu. Kaka yako amekuja hapa amenidhalilisha na kanikashfu, majirani wote walisimama kuniangalia. Masuala ya wewe sijui yeye na mtoto wake huyo Sara kumfuata wewe mwanaume wake. Na kuolewa kwangu mama inaingilianaje? Mama mimi kuolewa napanga ndoa Mungu. Nilipompatia simu akajaza namba zake pale, akampigia mtu mara ya kwanza hakupatikana. Akaja akampigia mtu mwingine mara pili. Akaongea naye. Akaja akarudi kupiga ile namba ya kwanza. Haikupatikana pia. Alichokiamua yeye akamtumia ujumbe. Na wakati anikabidhi simu akaniambia kuna mtu nimemtumia ujumbe. Nikamwambia sawa, mimi nikachukua simu nikaondoka kuelekea nyumbani. Sasa baada ya kufika nyumbani, nikaoga,
nimeweza kuoga, nikarudi nipate chakula. Nimekaa sebleni, mke wangu Nadia akaniazima simu. Akasema simu yake imeisha bando, nimwazime simu yangu, kuna vitu nataka angalia mtandao. Nikawa nimempatia simu yangu. Ananiambia simu yake sijui haina bando na nini, kuna vitu nataka angalia mtandao. Nikawa nimempatia. Kama baada ya dakika 10 hivi akanirudishia simu, lakini yeye alikuwa kashabadilika sura yake. Au mimi niondoke? Niondoke nikajitegemee? Labda ndio itakuwa furaha yake. Maana nimechoka mama, nimechoka. Pole mwanangu kwa aliyokukuta. Lakini kaka ananitafuta. Amefikia pabaya. Siwezi kukubaliana na hili swala hata siku hii. Ni kwa nini lakini kaka ameamua kufanya hivi jamani? Mbona ananionea sana huyu kaka mimi? Kwa sababu gani? Swala la kutoka kwake anakuja kuanza kukuzalilisha hapa ni kwa sababu gani? Mimi nilikuwa namtetea mwanae, nimeenda kumueleza masuala ya mwanae. Yanahusiana na wewe nini? Paka kuja kuanza kukutukana wewe, kuja kukuzalilisha hapa. Yaani kukuzalilisha wewe ndio kanizalilisha na mimi. Alafu kaka amezoea. Hii hali inataka kuzidi. Kwa sababu nilikuwa namheshimu sana kama kaka yangu. Akawa mtu mwenye hasira sana. Na akawa kwenye screen hapa ameshaweka message ambayo ilikuwa imeingia kwa wakati huo. Ile message ilikuwa inasema, nimekumisi sana mume wangu, na niko hapa kwa ajili yako. Sasa mimi wakati huo nimeshasahau kama kuna mtu nilikuwa nimemwazima nini simu. Sasa Nadia akawa kashaisoma ile message, amekuja kwangu kashabadilika kabisa. Nikajitahidi kumuelekeza, lakini Nadia hakutaka kabisa kuelewa. Ni hatari. Lakini katika hili swala hapa, jinsi ulivyonielezea, kabla hujaniambia mimi, kuna mtu mwingine kwenye familia ambaye uliweza kumshirikisha? Kwa hili siwezi kumvumilia hata dakika moja. Kama yeye amesema bora udugu ufe, mimi naenda kuuzika. Siwezi kukubaliana nalo hili. Anakuja nyumbani kwangu na pombe zake, sijui na bange zake, kuanza kuja kukuzalilisha. Nimekwenda kwenye matatizo, lakini haelewi. Limeshakada lenyewe, halitaki kujishirikisha kwenye masuala ya familia. Lenyewe liko kivyake, pombe bange ndio zake. Leo anakuja kunitukania mtu wangu nyumbani kwangu. Sikubali hili swala, namkuta. Ndio. Nilimshirikisha, kwanza nilimshirikisha rafiki yangu mmoja anaitwa Kesi. Lakini nikaona haitoshi. Nikaenda kwa mzee wetu pia, babu yetu mzee Pondamali. Lakini ushauri alionipa mzee Pondamali, akaniambia niongeze idadi ya michepuko. Niwe na michepuko zaidi ya mmoja, nadhani itakuwa ndo suluhisho. Lakini nikahisi kama ananichanganya tu yani. Hebu masuala ya babu wewe ungeachana naye. Mzee Pondamali babu yetu jamani hajawahi kutoaga kitu cha maana. Mawazo yake tu ni hayo anayosema. Hebu tufanye kwamba achana na mambo ya babu. Hebu hili swala ujaribu kumuelezea uifi mwanzo mpaka mwisho jinsi ilivyo, kama ataelewa. Nadia, siwezi tena kuongelea hili swala na Nadia, kwa sababu kadri unavyokuwa unalizungumzia hili swala anabadilika kabisa. Unaenda wapi mama? Rudi bwana, utaenda kutafuta matatizo mengine yaliyokuwepo tu hajaisha. Usinifuate. Usinifuate. Naomba ukae. Kaa huko uliko umekaa. Kitu chako kifanya hapa kaka yangu sijapenda. Na wewe umelizika ulivyokuja kuzalilishwa. Yes, anavutia bange mdomoni. Mimi nazivutia kwenye makalio. Sasa namkuta huko aliko. Tunakwenda kumalizana mimi na yeye. Yule ni ndugu yangu mimi. Yaani anabadilika, anakuwa mbogo kuliko. Sisi leo na muda hujafika nyumbani, lakini hali iliyoko kule nyumbani ni mbaya mno. Mbaya sana. Hapo njia rahisi wewe unaona yani tufanyeje? Au mimi nijaribu nitafute muda hapa hizi siku 2-3 niende nikaongee naye. Kwa swala la wewe kwenda peke yako kwa Nadia, hilo nadhani halitowezekana. Yaani wewe tumezana na mimi. Wewe tuzungumze sisi, tuyajadili na mimi, alafu mimi nitajua nafanya nini. Lakini wewe uondoke peke yako uende kule.
Sasa hapo au kama itaweza ikawezekana tufanye siku twende mimi na wewe twende wote pamoja ili tukajaribu kushirikiana kumuelezea. Labda lakini sijui. Familia aje, lakini kuna watu wanazaliwa kwenye mafamilia ya kimatajiri huko ya marais manini, lakini mimi nimezaliwa kwenye familia ya Fujo Fest. Sijui inakuaje lakini choka. Yaani nimeshachoka maisha ya nini? Nimechoka maisha kisha wakaumizana sasa. Kwa mimi naonekana